Nimerudi Mbeya katika klipu hii ya kwanza. Baada ya kurudi Mbeya nikitokea kumhifadhi binti yangu Sifa Bonaventure Bujune. Nitakuwa na mambo kama matano hivi ambayo nitazungumzia humu ndani. Jambo la kwanza ni shukrani. Jambo la pili nitaenda kukupa taarifa ya zawadi ya ajabu niliyopewa nilipokuwa katika safari hii ambayo nilienda kumsindikiza binti yangu. Zawadi ya ajabu itakufikirisha sana na wewe, zawadi ya aina hii niliyopewa nikiwa katika safari hiyo. Jambo la tatu nitaenda kugusia kuna namna yoyote inayoonyesha bado pana watu wengine walio karibu na mimi watakaopatwa na haya, mfano waliopata Sifa mwanangu Wokovu na wenzake Messi, mtoto wa Fredi, mtoto wa Bwakisa, na wengine ambao hamkujua. Huko mbele sasa nitakuja kuweka wazi watu kadhaa wamekuwa wazi, wala ambao walikuwa wanajulikana sana, wangeuliziwa sana. Ni pengine tutaweka wazi na wala ambao hawakujulikana sana. Idadi itakuwa bado wangapi wanaweza kupatwa, watapatwa na mfano wa hiki alichopatwa nacho Sifa au mwanangu Wokovu? Na mbarikiwa sasa, nitaishi maisha ya aina gani? Nitaishi maisha ya aina gani ikiwa kwa haya tu niliyofanyiziwa ama yaliyofanyika kwenye maisha yangu, ama kwa yale na mengine ambayo yanaweza yakawa bado yako kwenye process. Jambo la 4, najuta kumtengeneza Sifa akaondoka mapema hivi, ila kwa sifa kama hii, kwa uzito kama huu? Naenda kusomea na maandiko, na la mwisho ni msimamo, mtazamo ama aina ya maisha ambayo nitayaishi kwa sababu ama kutokea hapa, pamoja na hali kuwa hivi. Sasa nirudi kwanza na jambo la kwanza ambalo ni shukrani. Lakini kabla ya kushukuru, ni fafanue kidogo kuhusiana na baadhi ya walioko Mbeya ambao pengine walihitaji umaalum fulani wa mimi ninapofika kutokea Bukoba. Pengine walihitaji umaalum kwamba ilikuwa wapewe taarifa maalum ili wanipokee, ili pawepo na namna za msiba, pengine na wenyewe wawe kwenye eneo ambalo watatolea hasira na uchungu ulio kwenye mioyo yao kwa sababu ya Sifa alivyokuwa amewafaa kwenye maisha yao. Mimi niwaambie, kwa mujibu wa neno la Mungu, kuokoka ni automatically kuwa askari. Askari mwenzako anapopatwa na tatizo, wewe ni kuangalia paredi, kuangalia maelekezo ya nini kilitakiwa kufanyika. Kwa wakati mwingine kuanza kulialia biashara na kuwekea kakipengele mojawapo ka askari mmoja hapa kilichofanyika ukaone. Kwa wewe kwanza kutafuta raia binadamu waje, after all umeshashindwa. After all umeshaharibikiwa. Yani umeharibikiwa. Hapo hapahitaji machozi mengi. Yani machozi ikiwezekana yaishie tu pale. Akishaziko huyo mtu, kaa chini, tafakari.
nimefikaje hapa? Maisha haya yatakuwaje? Ni kwa nini iwe hivi? Utafute jibu ambalo huenda linaweza likawa kwa ajili yako, lakini pia hata kwa ajili ya watu wengine, kwa sababu Daudi anasema kabla sijateswa mimi nalipotea, lakini sasa nimeijua sheria yako, njia zako, kwa kuwa nimeteswa. Hiyo Zaburi 119 mstari wa 67 na 71. Kwa hiyo mimi kimsingi si mtu ambaye katika maeneo mengi utaniona naishi hivi dunia inavyokwenda. Ndio maana hata mtoto wangu wa pekee siku ameondoka, baada ya kuzika leo, kesho niliendelea na ibada ambazo hapakuwa na utaratibu wa kimsiba tena. Najua ni ngumu sana, lakini sasa mimi ninapokaa na kulia sana, yani kulia na kupokea watu ambao wanakuja kunitengenezea mazingira ya kulia, ndo naumia sana. Na mimi naogopaga kuja kusema au kufanya kitu kibaya nikasingizia nilichanganyikiwa. Ndio maana huwa najitenga sana mazingira kama hayo. Lakini nikujulishe tu kwamba mbegu yoyote ya uaskari, sababu katika Biblia inasema ni askari gani? Ninyi ni askari wa shiriki tao pamoja nami kama askari wa Mungu. Kwa hiyo watu wa Mungu ni automatically jeshi, mifumo ya jeshi ya kiaskari ilitolewa kwenye namna ya wacha Mungu walivyokuwa wanaishi, walivyokuwa wanaendea mambo. Kwa hiyo wale ambao kabisa tumesogea sana kutaka kuifanania Biblia, si ajabu kuonekana tuna slogan, tabia ama namna zinazofanana sana na askari wanapokuwa wanakabili mambo katika jamii. Kwa hiyo taniwia radhi sana. Kama unataka kuja kuniona kwa sehemu kubwa, njoo nione kwenye ibada, njoo tulie. Njoo tulie. Najua kweli siko salama kivile. At any time kunaweza kuwa na hatua nyingine mbaya sana inayohusiana na kuabudu kwangu, lakini mimi nasema waje watakaovutwa na Baba yangu. Njoo kama ni kuniona kwa sehemu kubwa, njoo wakati wa ibada. Wakati wa ibada. Njoo wakati wa ibada. Tuonane hapo, tuwe tunalia kwa Mungu kwamba Mungu, kama kuna namna pana kosa, pana hiki kitwacho mihemko, misisimko, Mungu, ni Daudi aliwahi kusema nichunguze uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, kanisafishe. Kwa hiyo ndio namna pekee ya kuniona au lete jibu. Kuna mnaosema sina hekima. Mimi wanasema, lakini kwa mfano watu wakiuawa sio jambo jema, watu wakitekwa sio jambo jema, watu kuishi kwa kuibiwa, kudhulumiwa sio jambo jema. Uliye na hekima ni vizuri sana, ni vizuri sana ungemaliza, yani ungeondoa hicho kizazi, kwa sababu Daudi anasema katika Zaburi 111 yote, ukisoma pale utaona anasema nitawaharibu wabaya asubuhi hata asubuhi. Mtu wa Mungu kabisa aliyeishi, akina Elia, akina Mikaya, akina Samuel, akina Yohana, akina Yesu, akina Yeremia, waliishi kwa ajili ya kuharibu makusudi mabaya ama kuharibu watu wabaya ili wasikae katika nchi, kwa sababu wabaya wangeharibu nchi. Wabaya huharibu nchi. Mwovu mmoja huharibu mema yote, huharibu nchi yote. Kwa hiyo wewe kama una hekima, wewe si una hekima? Haribu hao wabaya kwa hekima yako. Hautaona sisi wenye tusio na hekima tukisema bila hekima. Lakini wewe usipoharibu wabaya, usipouharibu ubaya,
alafu ukabaki kusema sisi hatuna hekima. Sisi tutabaki na hii kwa sababu tunachojua watu wa Mungu wengi walitajwa kuwa watu wa Mungu. Hiki ndio kilichotajwa kuwa hekima, kupingana na kupambana na uovu, kujaribu kuangusha uovu, kuangusha waovu. Kwa hiyo umenielewa kwa kiasi gani? Sasa jambo kubwa hapa ni shukrani. Jambo kubwa hapa ni shukrani. Asanteni wote ambao mmehusika kusimama pamoja nami kwa wakati wote huko nyuma, lakini pia hata wakati huu wa sifa, ambao wakati wa kuugua kwake kwa sehemu kubwa watu wa Mungu mlihusika. Nisingeweza kwa gharama zote jumla ni zaidi ya milioni 10. Kiachilia matibabu ambayo tumelipia zaidi ya milioni 7-8. Jumla na uendeshaji wa mambo yote, sio kwenye msiba, ni zaidi ya milioni 10. Kwa hiyo wiki 3-4 ambazo binti yangu Sifa aliugua. Sasa asanteni sana. Na hii inanipa picha kuona ni kama nifanyayo, roho nilio nayo, moyo nilio nao ni moyo wa Mungu. Ni moyo wa Mungu. Kwa sababu mimi nakuhakikishia, sio kila mtu ambaye hulia, huomba msaada, hutoa taarifa za changamoto alionayo, hupatwa na tatizo, watu hujitoa kwa hiari yao na kwa mioyo yao. Naamini nimehusika kumtengeneza Sifa akawa na umuhimu kwenye mioyo ya watu, mpaka watu wakaona vema kuwa sehemu, kuonyesha uchungu, maumivu kwa kuondoka kwa Sifa, hata kwa kuhusika kwa namna zote mlizohusika za fedha, wengine kuhudhuria, kuwepo kwenye maeneo ya dhaniwayo. Ukiwepo hapo unajitengenezea hatari ya usalama wako na maisha yako. Wengine mmetuma fedha zenu kwa namna ya wazi tu kabisa, uogopi chochote. Yupo mtu mmoja akasema, pengine ukionekana umemtumia Mbarikiwa pesa akasema, kwani kusaidia mimi ninachofanya hapa ni ubinadamu? Huyo atakaye nijia kwanza kusema kwa nini uwe na ubinadamu wakati wa matatizo ya mtu, na afanye tu anachotaka kufanya juu yangu. Kwa hiyo nawashukuru sana, na mumenipa msukumo tena na tena wa kwamba hiki ninachofanya ni moja ya kitu chema miongoni mwa mambo mema ambayo wanadamu walipaswa kufanya. Nje na hivyo, mimi ningekuwa na hekima ambayo ndo dunia inaita hekima, nina hakika usingenijua, kwa sababu tuna watu wengi wanaondoka, hulia, hutafuta umaana kwa watu waone shida yao, lakini watu huwa pengine na wengine unaona unapita tu. Lakini mimi nimewapa nini? Mimi nimewahi kuwapa nini? Sifa binti yangu aliwahi kuwapa nini? Naamini inawezekana kabisa tulichobeba, tunachohangaika nacho ni moja ya kitu wanadamu walitakiwa kuhangaika nacho, lakini kwa sababu Goliati anatisha, inawezekana ndio maana, ndio sababu sehemu kubwa ya watu mnaona ni kama mmetutanguliza sisi, ama mko nyuma yetu, mko pamoja nasi. Asanteni sana. Asanteni sana. Naamini hatujawaangusha, naamini hatutawaangusha. Chochote lolote ambalo mlitazamia watu wa Mungu tufanye hivyo zaidi, pamoja na kwamba tuko katika uchungu wa aina hii, nina hakika halitakuwa bure, litafanywa
naam, inawezekana hata kuzidi matarajio yenu. Asanteni sana. Asanteni sana. Lakini pia hata mngesema sasa na wewe yamezidi ya kukukuta, tumeishia hapa, wengine hatutajitaabisha na kujihusisha kwa magumu yako tena, na wewe asante sana. Asante sana. Nilikuja uchi, hakuna shida kama nitaondoka uchi. Nilikuja peke yangu, hakuna shida kama nitaachwa peke yangu mahali fulani. Najua tu jambo moja, sina chuki, sina uadui. Nifanyacho ndio kitu pekee kingefanya Tanzania, kingefanya dunia pawe mahali salama kuishi. Nje na hapo, hata mimi nikinyamaza, dunia patakuwa mahali pachungu kuishi, pabaya zaidi kuishi. Kwa hiyo nafanya kila ambacho ni sehemu ya wajibu wangu, ili nitakapoondoka nisiwe na deni duniani. Nisiwe na deni, niwe ni mtu ambaye najua kama binti yangu ni moja kati ya icon, moja kati ya role model, picha. Hakuna binti mpaka sasa anajitokeza. Ndio maana nitaimba kwenye nyimbo, nitaongea. Hakuna binti anajitokeza kwamba kuna binti ameishi katika imani, katika haki, akasema ni kama sifa. No, kaondoka na picha icon, kavunja rekodi za mabinti waliowahi kutajwa, hasa katika dunia hii tunayoishi. Ni vigumu sana kuona binti, hasa katika Ukristo, ametengeneza icon, picha hiyo ambayo binti yangu kaondoka nayo. Tuseme nini? Kaondoka mapema, ndio. Kaondoka mapema, ndio. Lakini kaondokaje? Utakayeondoka na miaka 56, miaka 70, 80, inawezekana utakuwa ulishakufa ukiwa na miaka 12. Mtu si umeishi miaka mingapi? Mtu ni umefanya nini? Na nini kilikufanya, kilikuwezesha ukafanya hayo? Hasa mengine takujia nayo baadaye. Jambo kubwa lilikuwa asante sana, sana sana, mliowezesha shughuli zote, kiwemo kusafiri kwangu. Mimi kwa sehemu kubwa kusafiri kwangu huwa lazima nisafiri na watu zaidi ya 3, 4. Kwa nini? Ni ili siku likinikuta lolote, wapo wanaosema wako tayari kufa pamoja nami wakati huo, lakini wapo ambao wanasema walau siku linapokuta lolote tu awepo mtu atakayeona kama hao atakuwa wameondoka pamoja na mimi, wakafa pamoja na mimi. Wengi wao ukiona niko pamoja nao, ujue wako tayari kwa hilo. Lakini ikiwa wale watakaotaka kunidhuru wataona tu wakumdhuru hapa ni Mbarikiwa, basi huwa popote ninapokuwepo lazima niwe na watu 3, 4, 5 ili waje wahadithie mwisho wa Mbarikiwa ulikuwaje. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukawa unaona mchungaji, mbona ni kama bajeti yake ni kubwa sana ya kusafiri. Ni kubwa sana. Ni kubwa kwa sababu hiyo. Nisingependa kuishi kwa bajeti kubwa, lakini mazingira na wakati tulio nao unaruhusu, unalazimisha tuwe wa aina hiyo. Kwa hiyo asanteni sana. Mwezesha kusafiri kwangu kwa njia niliyotumia, wengi mliiona. Mwezesha kusafiri kwangu. Yupo wapo waliowezesha kulala kwangu maeneo ambayo nilienda kulala. Lakini wapo ambao wamewezesha taratibu zote za msiba wa binti yangu kwa namna zote, na wengine ambao mnaendelea pengine kututegemeza katika hali hii na hatua hii tutakayoendelea nayo. Jambo la pili ni zungumzie zawadi ya ajabu niliyopewa. Na zawadi hiyo kwa uliyetoa, ikiwa ulikuwa na kusudi jema, ni kushukuru, lakini ni kuwekea angalizo kidogo. Na ikiwa ulikuwa na kusudi baya, basi jamii muweze kujua ikiwa litatokea lolote kutokea na kwa sababu ya zawadi hiyo.
Kama ulikuwa na kusudi jema uliyenipa zawadi hii, nataka nikujulishe kwamba njia iliyotumika sio njema. Njia iliyotumika inaonyesha kuwa twaweza kumuumiza, lakini tukampa au kumfanyia kitu kidogo yakaisha. Ikiwa uliyetoa zawadi hiyo, nitaenda kuelezea zawadi ya aina gani. Kama ni muujiza wa Mungu, napo hapa mwisho naenda kusema kama ni muujiza. Ukweli muujiza wa aina hii sasa hivi naiogopa miujiza aina hii. Nitaenda kufanua hapo. Lakini kama ni muujiza ila kuna mtu ulikaa chini au sio muujiza, ni mtu tu ulikaa chini ukasema huyu tutakuwa tukimuumiza au tumemuumiza, ila tukimpa au kumfanyia kitu kidogo yataisha. Umenikosea sana. Umenikosea sana. Sana. Au twaweza kumuumiza na tukamtendea mema, baada ya hapo tukaanza kumtaka tupatane, tumuonyeshe kwamba tusamee. Unanikosea sana. Unanikosea sana kwa tafsiri hiyo. Yaani unaonyesha kuokoka ama Biblia au Ukristo ni kufunga akili. Mimi nishasema ni kweli dini zote zinakubalika ikiwa wahubiri wamefungwa akili na ikiwa wahubiri wanasaidia kazi ya kufunga akili za Waafrika. Kwa mfano, wanafungaje akili? Kwa mfano, watu wanaoua watu wema ni watu wabaya, ni watu ukaa chini uchora ramani, tunamuaje huyu kwa njia gani ambaye watu wengine hawatafahamu kwamba hapa sisi tumehusika. Lakini sisi Afrika, Biblia imesema hivi katika Zaburi nimeshatoa mara kadhaa, Zaburi 37 nasema kwamba watu wabaya umvizia mwenye haki wapate kumuua. Na Zaburi na Mithali 1:19 inayosema kwamba wasio haki ama walio tamaa ya mali hutafuta njia ya kumfisha aliye nayo. Na ile inayosema mwanangu mwenye dhambi ya kushawishi usikubali kusema njoo twende tukamvizie ashi haki. Kwa hiyo wanaoua watu wema ni watu wabaya, ni waovu. Ukaa chini na kupanga mipango, tunamuua kwa njia gani huyu. Lakini dini zimeagizwa, zinatambulika, zinaweza zikasajiliwa ikiwa zitasema wanaoua watu wema sio watu, ni shetani, ni hewa hii, ni jamaa fulani la mipembe iko mahali. 2, dini inaweza ikatambulika, mhubiri akaheshimika na akawa naalikwa kwenye hafla na vikao vya maana, ikiwa atatengeneza mijitu mikatili sio na huruma, ambayo watu wengine wanapoumia badala msaidie physically anasema anaenda kuomba. 3, dini inaweza kukubalika, zinakubalika Afrika ikiwa zitafanya majitu ambayo yanapotaka kupata vitu, badala yafanye kazi na kuwa makini kwa matumizi, yanachukua kichache kilichopo, yananua mafuta, maji, yanatoa michango, mafungu ya 10 na sadaka, alafu yanaanza kusubiri Mungu ayabariki. Kwa hiyo sehemu kubwa imani, dini kwa Afrika inakubalika, unaweza ukatambulika ikiwa dini, uhubiri wako utatumika kufunga akili za watu wawe makatili, wasiwe na huruma na vitu kadha wa kadha ambavyo nimevitaja hapo. Lakini wale ambao tunajua dini ni kufungua fahamu za watu wawe na utu, wapinge ubaya, wafanye kazi, wasimwone mtu, wasimwache kimya, wasikae kimya wanapoona mtu anaonea mtu, anadhulumu mtu. Sisi tumeandikiwa ama tumeambiwa ama tumeonyeshwa ni kama cha moto tutakiona duniani, na kwamba hiyo sio dini, huko ni kuchanganya dini na siasa. Lakini Biblia ambayo nimeendelea kusomea mara kadhaa, kama huko ni kuchanganya dini na siasa, basi lishachanganya kitambo Biblia.
ilishachanganya. Kama ni kukosa hekima, basi Biblia ilishakosa hekima, na watu walioifanya Biblia iwe Biblia walishakosa hekima kitambo kwa kuishi hivyo. Sasa nirudi kuielezea hii zawadi. Kwanza ni zawadi ya aina gani? Ni kwamba nilipokuwa wakati wa kwenda Bukoba, Karagwe kule, nilitumia usafiri wa ndege. Na tulikuwa watu 5. Katika watu 5 tulikata tiketi za kawaida kulingana na uwezo wetu. Tulikata tiketi za kawaida, za gharama ya kawaida, cheapest. Tuliangalia sehemu palipo na cheapest, ndio maana hata tulilazimika kukata tiketi ya ndege itakayokuwa na stop. Itakayokuwa na stop ya muda mrefu, ingawa sisi stop ile tuliitumia vizuri. Ndio tulienda kuona kaburi la mzee Clola, lakini pia na kumuona mama Clola. Picha ambazo utaendelea kuziona, yale ambayo yalifanyika utaendelea kuyaona, lakini pia na kukutana vijana wengine tuliokuwa na jadili masuala ya imani na ufalme wa Mungu. Kwa hiyo tulilazimika kupata tiketi cheapest ambayo ingetuwezesha tu kufika kule na kurudi. Lakini kichotokea ni masuala ya kiufundi, ni masuala ndivyo yalivyo. Pengine cheapest, lakini ilikuwa cheapest katika business class tunapokea. Kilichofanyika ni kwamba wakati wa kwenda tulienda na kitu kinachoitwa economy, yani kwenye daraja la watu wa kawaida. Lakini wakati wa kurudi, tunapofika tu Bukoba pale, tukakuta mhudumu anasema hawa umekata business class. Tukasema amen. Kwa sababu Bukoba Mwanza ni jirani pale, kwa ndege ni ndogo, kwa business class haina makorokoro mengi, haina mambo mengi. Basi tukajikuta tunafika Mwanza, tukashuka. Tunapoanza safari ya kuja Dar es Salaam. Tukajikuta tunafika sehemu ya kucheck in, tunaambiwa hawa wana business class. Kwa hiyo niona kuna mtu ananiita pembeni, anataka tusiende pale pa kawaida, twende mahali pengine. Sasa kwa kuwa huko kwingine mchakato ishaanza, ikabidi mchakato uishie huko. Baada hapo kukuta nasema si tu business class, mmepewa pia offer ya kwenda sehemu, acha nisitaje, ambayo sehemu ile kabla hapo kuna mtu alijulisha kwamba sehemu hii kupita hapa, yani kupitia hii sehemu, wewe ukipitia hii sehemu sio ile ya VIP, kuna sehemu ukipita ile sehemu, sikumbuki vizuri, either wakati wa kwenda unalipia 80 na kadhaa ama 80, wakati wa kurudi 50,000 kupita tu ile eneo kupita. Lakini unavyopita pale unaweza kukaa ukapata kahawa kidogo pale, ukapata vitu pale, tutakuwa ndani ya hiyo 50, ndani ya hiyo 80. Lakini tukajikuta katika 5 mmoja ndiye ambaye anapita kawaida, 4 tunapitishwa kule. Nakumbuka tu ilipa kawaida, tiketi ya kawaida kabisa. Ukiwa umeshang'atwa na kuumizwa hivi nilivyoumizwa mimi, na mimi na wewe unaweza ukawa na mashaka juu ya zawadi ya aina hiyo. Sasa ikiwa kuna dhara linaweza likawa nataka kufanywa, mimi naweza kujificha wapi kwa mimi? Yani kwa mimi naweza kujificha wapi? Jibu ni hamna. Ninasema limadamo tuko na hawa ambao wanaweza wakaona mpaka hatua ya mwisho au wakadhurika pamoja na mimi, twendeni. Sasa kitu ambacho nasema, kama kuna kusudi baya, basi
kwa sehemu lilifanikiwa. Kama ilikuwa kunipima ilivyo rahisi kumaliza mchezo, kwa sehemu hii nakiri mtu yoyote unaweza ukanisema vibaya kwa kweli. Kwa hapa niseme vibaya, kwa hapa nilionyesha ni mtu mwepesi, dhaifu, na ambaye pengine siendani na namna ambayo watu wananichukulia na kujua ni mtu mwenye akili na ambaye anajua karibu kila kitu anafanya nini. Tulipokwenda ile eneo, kama kawaida, palikuwa na ofa ya kwa kupiga utu kwa kitaalamu sana. Kwa sababu ndio tulikuwa nafika pale, kwanza tulipelekwa na namna maalum, sitaki kuitaja namna maalum. Lakini nilipokuwa pale tukajaribu kuuliza tupochopocho huyo aliyekuwa nani, tukamwambia hapana, hapa utupochopocho hapana. Lakini tulipotoka pale tukaenda kukaa kwenye hiyo business class. Pale tukaanza kuona mbona hii kitu ni kama watu wote, mbona ni wengi hawa. Hapa kama kuna chochote chenye madhara, wote watapata. Wanaweza wakapata ya madhara na sijui na vitu kwa hapo nakiri kwamba tule tupochopocho tule tuliweka. Tule tupochopocho tuliweka kwa sababu ya kuona mbona, kwa sababu sasa pale tulikuja tupochopocho hujakaa sawa hapa, hujakaa sawa kale, hujakaa sawa kale. Tule tupochopocho tule tulituweka tule tupochopocho tule. Sasa ikiwa ndani ya tupochopocho pengine kulikuwa na jambo, basi ikiwa kuna baya lolote linaweza likaja kutokea kwenye maisha yetu, wenda tupochopocho huto tunaweza tukawa kama mtoa zawadi, ofa, muujiza. Huu alikuwa na kusudi bana, ilikuwa kusudi kwenye hicho, basi alifanikiwa. Na kwa hapa tulipo tutakuwa nasubiri rehema za Mungu, ama hilo linalokuwa litazamiwa. Lakini kumbuka nimesema ikiwa alikuwa na kusudi jema, pengine nia yake ilikuwa huyu tumemuumiza, lakini ngoja tumuonyeshe kwamba hatuna kusudi, tuna regret hiki ninachofanya, na pengine tupatane naye au tumfariji. Njia unayotumia si sawa, na kataa njia unayotumia si sawa. Ni sawa na taarifa ambayo nimeisikia mtu ambaye alikuwa anamhadisia mtu mahali, anasema mikono yangu imejaa damu. Mikono yangu imejaa damu. Kwa hiyo nimeamua nianze kujenga makanisa, sijui misikiti, yaani jenge pengine Mungu anisamehe, mikono yangu imejaa damu. Nakwambia hapana. Ili Mungu akusamehe, kutubu ungama, weka wazi. Na ukumbuke awaye kwa upanga atakufa kwa huo. Weka wazi. Nje na hapo, hiyo sio njia ya kutubu. Hivyo mnajidanganya. Hiyo unajidanganya. Yote ambaye ni mhusika wa hii taarifa, nimeshaeleza mara kadhaa jinsi ya kutubu na ikupasavyo kutubu. Kwa hiyo nimeshaeleza mara kadhaa, tafadhali kama unataka kutubu hivi vingine unajidanganya, unataka kutubu mikono imejaa damu, basi ni vizuri sana ukajiweka wazi, mikono yangu imejaa damu kwa namna kama hii. Jamii, jamaa, ndugu, dunia, naombeni mnisamehe. Na msamaha wa Mungu wakati mwingine ni kuwa tayari wewe pia uadhibiwe sawa na ulivyoadhibu wengine. Huko ndio kutubu. Nje na hapo si rahisi.
Kwa hiyo baada ya kuielezea hiyo zawadi, nije kwenye jambo la tatu ambapo sitachelewa sana. Je, bado wangapi? Kuna watakao tokea, namba ikiwa utakuwa katika hali gani, utaishi maisha aina gani? Namba nikusomee Biblia kwenye hilo eneo. Kifupi imeniuma, sijajua umechukuliaje. Kifupi imeniuma sana na itaniuma sana. Hata mimi mwenyewe kuabudu kwangu kote kulikuwa kuepuke kuingia kwenye maumivu ya aina hii na kumuingiza mtu mwingine kwenye maumivu ya aina hii. Kabisa, kabisa. Nimeandika kitabu cha uzima wa milele kinachopinga mtu kufa mapema ama kufa kabisa. Kilipoisha tu ndipo nilipoanza kuonja joto la jiwe. Yaani wiki ambacho kitabu kiliisha, wiki ambacho ndo niliprint kile kitabu, ndo wiki ambayo mwanangu alifariki. Natokea hapo nimeonja joto la jiwe. Mabaya yote ambayo nilikuwa nimeandika mle kwamba mtu anaweza akayaepuka kizingatia 1, 2, 3, yote ndio yaliyonijia. Kwa hiyo shoka kama alipopote ukasema Mbarikiwa bila shaka haya mambo hajioni ama hajui yanampata anakwenda na hapana. Nimetafuta njia zote kwenye maisha yangu niepuke eneo kama hili, hali kama hii, niepuke kumuingiza mtu kwenye maumivu, mfano wa watoto wangu wa karibu walivyoingia kwenye maumivu, kwa sababu licha ya walioondoka duniani kwa njia hizo ambazo wewe jaza mwenyewe, licha ya walioondoka, waliopatwa na vitu ambavyo ukivitazama tu huko na kule unajua ni mipango ya mashetani, ambao ni hao wanaokunywa juisi, wanaotumia smartphone, wanaokaa vikao vya kawaida. Mke wangu, mimi mwenyewe, waumini wa karibu, kuna wanadamu tunaingia kwenye rekodi ya jamii, miongoni mwa jamii zilizowahi kupitia mateso makali zaidi, lakini walikuwa waaminifu hata kufa. Nakuja kufafanua siku nyingine mambo kama. Nikusomea Biblia katika kitabu cha Ufunuo 6. Mchungaji, auoni inawezekana wapo wengi kwenye mstari wataendelea kudondoka kama nzige waliopulizia dawa? Unaodhania na usiodhania. Nataka ufahamu sihangaiki na ni wangapi, nahangaika na watakapoondoka watakuwa wa hali gani. Kwa mujibu wa maandiko haya yaliyo katika Ufunuo 6 mstari wa 9 hadi wa 11. Na alipoifungua muhuri ya 5, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao. Wakalia kwa sauti kuu wakisema, Mola mtakatifu mwenye kweli, hata lini kutohukumu wala kuipatia haki damu yetu kwa hao wakaao juu ya nchi? Nao wakapewa kila mmoja nguo ndefu nyeupe, wakaambiwa wastarehe bado muda mchache, hata itakapotimia hesabu ya wajoli wao na ndugu zao watakaowawa vile vile kama wao. Inawezekana aina yangu nilichojua ndo neno la Mungu, inawezekana kitatimiza, ndo kilicho na uwezo wa kutengeneza idadi ya wanaoweza kutimiza idadi iliyotakiwa ya wajoli na watumishi na watumwa wa Mungu ambao wanalia kwa Mungu, kwa nini hao waliotutendea mabaya usiwalipe sawa na mabaya? Mungu aliwaambia bado hesabu ya watakaotendewa kama nyie haijatimia. Nijuacho sifundishi kuiba, kuua, kuzini, kuonea, kutapeli watu. Nafundisha kutofanya hayo na kupinga mtu mwingine akifanya hayo. Kwa hayo, kwa mujibu wa kitabu hiki na Biblia hii, kwa hayo iliruhusiwa kutendewa lolote. Lakini kama Mungu wenu, Yesu wenu alimaliza yote msalabani, wala sio yule aliyesema mtasalitiwa na ndugu zenu, wengi mtauawa magerezani na watawafisha baadhi yenu na nini. Kama Yesu wenu sio huyo aliyesema mtaingia
kwenye ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi, aliyesema duniani mnayo dhiki, jipeni moyo. Yesu sio huyo, nyinyi mna mwingine ametoka Ulaya. Ye kazi yake ni kutabiri mafanikio kwa wauaji, kuwatakia mema wauaji. Haina shida. Mimi Yesu wangu ni huyo. Kwa hiyo nitakuwekea wazi kila linaloweza kutokea, kila hata lionekane linaniaibisha kiasi gani. Sababu Biblia imeweka wazi waliouawa, walioteswa, waliofanywa mengi ambayo kimsingi hata watu walisema mbona wewe ulikuwa mwana wa Mungu, sijiokoe na wewe, mbona ulivyo uchi hapo. Lakini haikufanyika, kikaandikwa hivyo hivyo na kinaokoa hivyo hivyo. Kwa hiyo kama kuweka wazi mabaya yanayokukuta ni udhaifu, ni kuomba huruma ya wanadamu, ni kujitetea, nitaendelea kujitetea na kuweka hivi, lakini huenda ndio aliyofanya tukawa na icon na picha hii tulio nayo duniani. Na wewe mwenye hekima unajua kuandika tu comment. Lakini tusio na hekima pengine ndio unayetufuatilia. Mwingine anasema kwamba sijawahi kukuelewa. Lakini si unaendelea kufuatilia huko ndio kuelewa. Mambo ya ovyo huwa tunaachanaga nayo. Hujawahi kumuelewa. Yaani wewe huyu baba, huyu mtu sijawahi kumuelewa. Ulianza lini? Na bado unaendelea kumfuatilia. Basi kwa taarifa yako huko ndio kuelewa. Jambo lingine, je, unajuta kumtengeneza Sifa kiasi akaondoka mapema? Ila kwa sifa kama hii sijuti. Pananiuma ila sijuti. Pananiuma ila sijuti. Katika Danieli sura ya 12. Danieli sura ya 12 mstari wa 3 tu nisome. Sema, na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hawa waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Nimeongoza Sifa kutenda haki. Mzee mmoja tukiwa kula isema, diwani mmoja wa hiki chama hiki aliwahi kusema, akasema kwamba kuna mtu kijana alikuja hajaolewa na ana miaka 20, hajaoa ana miaka 28 lakini ana watoto 4. Sifa kuolewa, ana miaka hiyo lakini safi. Nimetengeneza maisha icon, nimetengeneza moja picha na heshima kubwa ya yule binti. Kaondoka mapema. Unajuaje angeendelea kukaa? Angezidiwa na upepo ambao ungekuepo duniani. Hakuna shida, ameondoka mapema. Inawezekana na sisi tukamfuata at any time, popote tutakapoishia. Mwenye kufunua uhalisia wa usahihi wa ulichokuwa unafanya ni Mungu. Inawezekana Sifa akiwa hai ulimuona wa kawaida, alimaarufu naita kamdomo. Lakini leo wewe usiye na kamdomo, huwezi ukawa na image na sifa na heshima alionayo Sifa. Na kwa taarifa yako, Yesu aliuawa kwa kamdomo, Elia aliwinda kwa kamdomo, Yeremia aliwinda kwa kamdomo, Isaya aliwinda kwa kamdomo, Paulo aliwinda kwa kamdomo. Injili ni kamdomo na tutabaki na kamdomo. Kikubwa tu ndio njia ya kumfanya Mungu afariji kwa yaliyotukuta mabaya. Ndio njia ya kumfanya Mungu ahukumu mapema kwa wabaya. Lakini tumeshaharibikiwa hivi, tuacha kwa kamdomo kalikofanya tuharibikiwe hivi wakati tulikuwa hatuna lengo la kuharibu. Italeta maana gani? Kwa hiyo tutabaki na kamdomo. Ila kamdomo tulikopewa na Mungu kwa ajili ya kutengenezea mambo. Kwa kamdomo mambo yaliharibika, kwa kamdomo mipango michafu miovu inapangwa, kwa kamdomo mambo yanatengenezeka, kwa kamdomo mambo yanageuka na kurekebishika.
Jambo la mwisho, msimamo, mtazamo. Utaishi maisha aina gani kwa haya yanayokukuta? Utaishi maisha aina gani? Jibu ni nitajionyesha sana na kuyaonyesha sana yanayonikuta. Na wakati wengine fahari yao ni utajiri, ni mali, kupendwa, kusifiwa. Mimi sitaona haya kuonyesha kuteswa, kuumizwa na kadhalika. Wakorinto wa kwanza 4:9, Paulo anaandika wazi asema, maana nadhani ya kuwa Mungu ametutoa sisi mitume mwisho kama watu waliohukumiwa wauawe, kwa sababu tumekuwa tamasha kwa dunia, kwa malaika na wanadamu. Sisi tu wapumbavu kwa ajili ya Kristo, lakini ninyi ni wenye akili katika Kristo. Sisi tu dhaifu, lakini ninyi mna nguvu. Ninyi mna utukufu, lakini sisi hatupati heshima. Hata saa hii sasa tuna njaa na kiu, tu uchi, twapigwa ngumi, tena hatuna makao. Kisha twataabika tukifanya kazi kwa mikono yetu wenyewe. Tukitukanwa tuwabariki, tukiudhiwa twastahimili, tukisingiziwa twasihi. Tumefanywa kama takataka za dunia na tama ya vitu vyote hata sasa. Kwa hiyo maisha yangu, onyesha raha yako, nitaonyesha huzuni yangu, uchungu wangu, maumivu yangu. Wakati nyinyi mnasema mambo mengine yaendelee, mimi nitasema huzuni iendelee, uchungu uendelee, maumivu yaendelee mpaka nitakapoishia. Nachojua nafanya kitu kinacholenga kuepusha wanadamu tusiumizane. Uliye na kicheo, aliye na kicheo, aliye na vimali, hasa walio na vicheo, vimamlaka, walio mamlakani, wasivitumie vimamlaka walivyo navyo kutesa, kuumiza watu. Ikiwa hawajui wanatesa, wanaumiza watu, basi vilio vya watu wangevitumia, wangejiona wameshindwa, hawawezi kuwa kwenye mamlaka hiyo waliopo. Tutaendelea kuwaambia, sababu kwa mfano nasema mtu anapotea, watu wanapotea na sisi hatujui, manake hufai, hutoshi, hustahili kuwa kwenye nafasi hiyo. Sababu cha kwanza kabisa ambacho ilikuwa ulinde, utajiri namba 1, ilikuwa uhai wa watu. Hospitalini tunalipia kinachofanywa kwenye miili ya watu. Tunkiaita matibabu, ni juacho kwa uelewa ambao najua mwanadamu yote akubaliana mimi. Tukiita matibabu hayo yangekuwa yanatatua tatizo. Kuna tunayoyaita ya kienyeji kwa sababu hayatatui tatizo. Tukiita matibabu inatakiwa yatatue tatizo. Lakini asipotatua tatizo, mimi nitaendelea kutoa mtazamo wa kimungu kwamba hicho kisitwe matibabu. Lakini ni kuwajulisha kwamba siku Mungu akiona vema nchi haifikishe katika kusudi na nchi ya ahadi, tutakuja kuyaita matibabu ni matibabu. Asante kwa kunisikiliza. Nitakuja na ufafanuzi zaidi katika maeneo mengine zaidi. Nachojua kama wapo mnaosema unyoki kwenye pointi, tunatumia clip moja kuhakikisha mtu anafikiwa kwa mambo mengi. Na najua walio wanafunzi, wala ambao wamejaliwa kuishi katika nyakati tunazoishi, lakini pia kusikiliza haya, hubadilishwa sana kwa kuyaweka kwa mapana hivi tunavyoyaweka. Tunao uwezo wa kusema vya kukusisimua vibadishi chochote, lakini tunatumia njia hii sababu ndio inayohekimisha. Yesu alisema tunayo mengi ya kusema, lakini nini? Paulo katika Ebrania anasema tunayo mengi ya kusema, lakini nini? Ni wavivu wa kusikia. Kwa hiyo
tunasema kwa waliojaliwa, lakini sio kila kitu tunasema ili leo kionekane cha maana. Ndiko tunavyosema kwa sababu upo wakati tafanya watu wasema hakika huyu alikuwa mtu mwema ama alikuwa mtu wa Mungu. Kama vile binti yangu alikuwa anakimbia huku na kule, leo kasema hiki, kesho kasema hiki. Ilikuwa ni kama vya kawaida. Lakini najua kwa miaka mingi watu wengi watavitumia kama moja ya mtu ambaye kana kwamba alikuwa amejua. Mungu ataruhusu uchungu huo kwenye maisha yake. Asante kwa kunisikiliza. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka Bushangaro, Chabalisa, Nyamitoko, Kagera, Bukoba, na mtu aliyetoka gerezani. Nasema itengeneze njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Ili mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa, atakayefiwa ama afae katika Bwana tangu sasa apate kupumzika mara baada ya taabu yake. Tazama, Mungu mwenye haki, mhukumu wa mwisho, yu karibu kuja. Hii ni maana neno Maranatha.